Fanya mambo haya matatu makubwa na kibali kitaanguka kwenye maisha yako. Kibali kitaanguka kazini, kibali kitaanguka kwenye biashara yako na bako unaenda. Ukienda kwenye Biblia katika Mwanzo 4:7, Mungu anamuuliza mtu anaitwa Kaini, anamwambia, je, ukitenda vyema hautapata kibali? Hakikisha vitu vyako vyote unavifanya pasipokuwa na hila ya namna yoyote, na unavifanya kwa wema na kwa uzuri. Unawatendea watu vyema hata kama watu hawakutendei wewe vyema, lakini wewe unahakikisha kila kitu chako unakitenda katika njia sahihi na kwa njia ya ubora. Hapo utapata kibali. Ni kanuni ya kimungu kabisa. Ukitenda vyema, mbingu zinakukubali na unakubalika. Namba 1. Namba 2, Biblia inasema katika Methali 13:15 inasema ufahamu mwema huleta upendeleo. Ukienda kwenye Biblia Kiingereza inasema ufahamu mwema huleta kibali. Hakikisha ufahamu wako unaujaza na maarifa sahihi ya lile jambo ambalo unalifanya, ili utakapokuwa unawaelekeza watu au unawafundisha watu wafahamu kabisa kuwa una ufahamu wa kutosha kuhusiana na jambo ambalo unalifanya. Ikiwa ni biashara, hakikisha una ujumbe wa kutosha au maarifa ya kutosha kuhusiana na hicho kitu ambacho unakifanya. Kama ni career yako, hakikisha una maarifa ya kutosha kuhusiana na hiyo career yako. Hii Biblia imekuhakikishia kabisa utapata kibali. Mtu wa ufahamu hupata kibali. Hapo utapata kibali kwa kila mtu anayekutazama. Utapata kibali kwa kila mahali ambako utaingia na kutoka. Na namba 3, hakikisha unaomba maombi mbele za Bwana ukimsihi Mungu akupe kibali. Ukienda moja kwa moja kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 2:26 inasema, na mtoto Samueli akapata kibali mbele za Mungu na mwanadamu. Lakini ukienda kwenye Methali 3:4 Biblia inasema, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na za mwanadamu. Sasa utaenda kumwambia hivi, Mungu Baba, kuanzia leo ninakusihi kibali cha kwako kikawe juu ya maisha yangu, kikawe juu ya biashara yangu, kikawe juu ya kazi yangu, kikawe niingie hapo na nitokapo. Na ghafla ukiendelea kuomba maombi haya, utashangaa kibali cha kimungu kinaanguka kwenye maisha yako. Nielewe na uelewe kabisa kwa kuna baadhi ya level hauwezi ukaingia kama hauna kibali. Kuna baadhi ya hatua huwezi ukapiga kama hauna kibali. Esther anawaokoa wana wa Israeli kwa kibali. Alipata kibali kwa mfalme na wana wa Israeli wakaokolewa na mkono wake. Familia yako inasubiria kibali chako kionekane kazini, ili upandishwe cheo na mshahara uongezeke, ili uweze kuhudumia familia yako. Watu wako wanasubiria kibali chako king'ae kwenye biashara unayoifanya, ili wateja waongezeke na hiyo biashara ikue, ili uweze kuihudumia familia. Hakikisha kabisa na niamini kabisa, kuna mahali hautokwenda kama hautopata kibali cha watu, kama hautokipata kibali cha kimungu. Ninakuombea leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yoyote ambao unaangalia video hii, kibali cha kimungu kikashuke kwenye maisha yako na kibali cha wanadamu kikaachiliwe kwenye maisha yako. Chochote ambacho unakifanya, kibali kikashuke na kuyatawala maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha vazi la kibali likayafunike maisha yako. Acha kibali kikazungumze kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni mtu wa Mungu, Prophet Florian G. Allah. I sign out. God bless you. Shalom.